Tunasonga mbele msikilizaji, na tunakutana hapa kuweza kufahamu kama Emil ataweza kuachana na Timo na kurejea kwa mume wake. Mume wake yupo katika hali mbaya sana ambayo hataki kusikia chochote, bali anataka tu kumsikia mke wake, japo ndo hivyo hapokee simu zake. Ndugu wapo pamoja naye kuhakikisha ya kwamba wanampa moyo na kumwambia kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo kaka wa Dennis aliamua kuchukua maamuzi ya kumpigia Emil, na hatujui sasa kama Emil atakubali kurejea kwa Dennis. Hatujui kabisa. Na vipi Dennis, ndo tunakwenda kumzika ama itakuwaje? Kumbuka langu jina Lucas Lumbas. Dennis anatueleza ya kwamba siku zilienda taratibu sana kutokana na kwamba sikutamani kuwa hai. Usiku nilala vizuri baada ya kumeza dawa. Nadhani kuna kitu kwenye zile dawa zao bwana. Dennis, sauti ya Emil ilinitoa usingizini. Nilihisi ninaota, labda ubongo wangu unanichezea mchezo, lakini Emil aliita tena. Dennis. Nilifungua macho yangu haraka, ambayo yalitua usoni kwa Emil ambaye macho yake yalijaa machozi. Haikuwa ndoto wala haikuwa utani. Emil alikuwa mbele yangu. Amekuwa mrembo zaidi. Mwili wake umejaa kidogo na tumbo lake kubwa ambalo nguo haziwezi kuficha tena. Oh, Emil mke wangu amekuja kuniona. Machozi yalinitiririka kama zoba fulani hivi. Sasa msikilizaji, Emily anatuambia kwamba ilikuwa imepita wiki vitangu niongea na Dennis. Timo ameongeza mapenzi maradufu. Tangu niongea na Dennis nimeanza kumkumbuka sana. Hata kuna usiku mmoja ambao nilimuota alafu sikuweza tena kurudi kulala. Timo badala ya kunikasirikia kama mwanaume mwingine yote, Timo aliamua kuongeza upendo. Aliongeza kujali. Amekuwa akiwahi kutoka kazini. Amekuwa akiniletea parachichi, miguu ya kuku na ice cream kila siku. Na mimi sijawahi kuishiwa na tomato ndani ya nyumba. Amekuwa akinichua miguu na mwili mzima. Na ameongeza bidii ya kuniridhisha kitandani. Yaani anahakikisha kitandani ninaenjoy sana. Yaani hata nashindwa kuelezea namna nilivyofanywa malikia ndani ya hii wiki moja. Ilikuwa ni mida ya saa 9 alasiri. Simu yangu iliita. Ilikuwa ni namba ngeni, lakini haikufanana na ile alionipigia nayo Dennis mara mwisho. Baada ya kujifikiria sana niliamua kupokea. Nilisikia sauti nzito upande wa pili kiniuliza kwamba naongea na Emiliana. Nikasema ndio, shikamoo. Niliamua kumsalimia kwani sauti yake ilikuwa ni kama ya kiutu uzima. Basi ile sauti kaniambia kwamba marahaba, unaongea na Michael Mluga, kaka yake Dennis ambaye ni mume wako. Msikilizaji, babake Tristan alisema hivyo. Moyo wangu ulisimama kidogo. Watoto wangu walinipiga mateke na kunifanya niruke. Nilivuta pumzi na kukaa kimya. Sikujua nimjibu nini. Muda huo Timo naye aliingia kutoka kazini akiwa na mifuko mingi. Aliponiona naongea na simu, alinipungia tu kwa tabasamu na kuelekea jikoni. Asa babake Tristan aliuliza kwamba Emiliana, unanisikia? Nikasema ndio nakusikia. Ulikuwa unasema? Nilimjibu kwa sasa nikimwangalia Timo akitoka jikoni na sahani iliyojaa zabibu. Alikuja na kukaa pembeni yangu kwenye sofa huku akianza kunilisha mazabibu. Sasa Michael alisema kwamba mume wako Dennis anaumwa sana na nimekutafuta ni kuombe. Sisi kama familia yake tunakuomba uje kumuona. Huenda ukawa ndo njia yeye kupata nafuu. Basi baada ya kongevu nilikaa vizuri kabla ya kuuliza swali langu. Nikasema kwamba anaumwa nini? Michael kanijibu kwamba amejaribu kujiua, hajafanikiwa, yuko hospitali. Lakini wewe ndo anayekutaja sana. Hivyo kama familia tumeshauriana tukutafute. Haijalishi tofauti zenu, lakini tunaomba tu mpatie hii nafasi angalau hadi pale akili zake zitakapokuwa vizuri tena, basi mtaongea. Basi nikauliza kwamba yuko hospitali gani? Akanijibu kwamba yupo hospitali fulani. Sasa baada ya kunijibu hiyo hospitali nikamhakikishia kwamba okay, nitakuwepo kesho asubuhi.
Akasema asante sana Shemu na siku njema. Nikamjibu asante kwa taarifa. Nilimjibu na kukata simu. Timo alikuwa ametulia. Ameshashusha sahani ya zabibu chini huku akinitazama akisubiri nimwelezee. Sasa baada ya moyo wangu kutulia nilimwambia Dennis ya kwamba, nilimwambia Timo ya kwamba Dennis anaumwa. Timo kwa hasira akasema nilijua tu. Sasa mimi nilikunja sura yangu na kumuuliza Timo ya kwamba unamaanisha nini kwamba ulijua? Timo akasema kwamba hakuna mtu mwingine wa kukufanya ubadilike hivyo ghafla. Timo alisema huku akicheka na kujaribu kuficha hasira yake. Nilimpotezea na kuendelea na maongezi yangu. Nikamwambia kwamba kakake amenipigia, wameniomba niende kumuona kwa sababu amekuwa akinitaja jina langu tangu alipompeleka hospitali. Nilimweleza hivyo Timo. Timo akasema kwamba ndio ukamwambia kwa kesho asubuhi, kwamba utakuwepo da. Nikamjibu Timo ya kwamba ndio, ni bora niende mapema ili nimalizane na hili swala. Wewe mimi sikuelewi. Kwamba unaharakisha kumalizana ama unaharakisha kwenda kumuona? Mimi nadhani swala kama hili ungenishirikisha kabla ya kutoa jibu. Timo, ninaharakisha kumalizana Timo. Dennis amejaribu kujiua. Sasa mimi nitakuwa ni mkatili kiasi gani kupotezea hilo? Kwa hiyo unaharakisha kwenda kumuokoa mtu ambaye alikuacha wakati wa shida Emil. Hivi unajua siku ulivyokuwa mahututi unaumwa nilivyomweleza, unajua alinijibu nini? Aliniambia haimuhusu kwa sababu hausiki na wewe. Huyo Dennis wako unayemkimbilia kumuokoa hakuweza hata kuweka tofauti zenu pembeni kwa ajili ya afya yako. Timo ni baba wa wanangu. Nilimjibu kwa sauti ya juu kidogo, kitu kilichomfanya Timo atulia. Dennis sio mwanaume yote tu. Dennis ni baba wa mwanangu. Ni baba wa watoto wangu. Na niko tayari kuweka kila kitu pembeni ili wanangu waweze kupata nafasi ya kuwa na baba yao maishani. Na kama hiyo inamaanisha mimi kwenda daa kesho alfajiri, hiyo ni gharama ambayo niko tayari kulipa Timo. Nilimwambia Timo ambaye macho yake alionyesha tufani, maumivu na wivu uliojaa moyoni mwake. Timo hakunijibu kitu. Aliitikia tu kwa kichwa kisha akaniaga. Akasema kwamba mimi natoka, nitachelewa kurudi. Haina haja kunisubiri. Kisha kaondoka. Basi wanangu walinipiga mateke tena kunikumbusha kuwa siko peke yangu. Na hii sio mara ya kwanza tunaachwa peke yetu. Niliinuka taratibu na kuelekea studio ya nyumbani ambapo kompyuta yangu ilikuwa huko. Niliwasha na kuingia mtandaoni, nikaketi pale na kucheki kutafuta tiketi ya ndege alfajiri. Nilikata pale na baada ya kumalizana na hilo, nilienda chumbani na kuanza kuweka nguo zangu chache kwenye begi. Pamoja na viatu sikuvisahau, niliamua kuviweka pia. Nijikuta nimechoka, niliamua kuacha ise. Nitamalizia hiyo kazi asubuhi nikiamka. Sasa nilirudi hadi jikoni ambapo nilikuta miguu ya kuku ambayo Timo alikuwa ameniletea pamoja na parachichi. Nilitoa kiporo cha wali kwenye jokofu na kukipasha taratibu pale. Wali wangu ulipopata moto, niliupakua kwenye sahani, niliunyunyuzia tomato ya kutosha hadi ukawa mwekundu. Nikakatia vipande pale vya parachichi kwa juu, kisha nikaweka na ile sasa miguu ya kuku kwa juu. Nilienda kukaa sebleni na kula hadi mimi na wanangu tuliposhiba. Baada ya kushiba sasa nilienda chumbani na kupanda kitandani. Ilikuwa ni majira ya saa 2 kasoro. Nilipanda kitandani na kujifunika huku sasa nikiangalia video kadhaa kwenye mitandao ya kijamii hadi usingizi uliponichukua. Kuna muda nilimsikia Timo akizunguka chumbani. Kuna maneno aliyoongea lakini nilikuwa nina usingizi sana. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuweza kumuelewa. Lakini nilimsikia akioga, alafu baadaye alipanda kitandani na kunikumbatia. Kama isingekuwa usingizi, ningemsukuma akae mbali na mimi. Saa 10 alfajiri nilijua imefika baada ya alamu yangu ya simu kuita. Mkono wa Timo ulikuwa umenikumbatia. Na alinikumbatia kwa nguvu zaidi aliposikia ile alamu. Timo, inabidi niamke. Lakini ni saa 1. Alinijibu akiwa usingizini. Nilimsukuma kidogo. Timo, ndege yangu ni saa 12. Saa 3. Alinijibu tena akiwa usingizini. Maneno yake yalikuwa ni kama haeleweki kabisa. Niliona ngoja nilimtingisha kumwamsha ili aniachie bwana. Moyo wangu wenyewe ulikuwa unadunda haraka nikiwaza kumuona Dennis baada ya miezi yote hiyo. Emily, ndege yetu inaondoka saa 3 bwana. Naomba tulale hadi saa 1 hivi. Timo aliniambia baada ya kuona sasa namsumbua sana.
Tabasamu lilitokea usoni kwangu. Nilijaribu kulala lakini usingizi haukuje tena. Furaha iliyojaa moyoni mwangu kuwa baada ya masaa kadhaa nitamuona Dennis. Hiyo furaha ilininyima kupata usingizi tena. Nililala kitandani huku sasa nikihesabu dakika. Ilipofika saa 1 kamili nilianza kumwamsha tena. Timo alilalamika kidogo kisha akaamka. Hasa aliponiachia tu, nilishuka kitandani na kuelekea bafuni. Yaani leo hata miguu yangu ilikuwa miepesi. Sio kama zile siku zote ambazo nilikuwa natembea kama chura nikitoka kuamka. Sasa ndani kama dakika 2 tu nilikuwa nimeshamaliza kuoga, na leo hata sikuwa na muda wa kumsubiri Timo aje kunisugua mgongo na miguu. Nilifika chumbani na kuvaa nguo zangu ambazo niliandaa tangu jana usiku. Chini nilivaa viatu tu vya wazi. Nilirudi kukaa kitandani nikimsubiri Timo ajiandae. Nilimshukuru kwa kunisaidia kumalizia kupaki vitu vyangu kwa sababu nilivyoamka asubuhi nilikuta begi langu limeshafungwa vizuri tu, liko pembeni ya kabati. Sasa Timo aliniambia kwamba twende tukapata kifungua kinywa. Aliniambia alivyomaliza kuvaa. Nilitikia tu kwa kichwa na kuelekea sebuleni, huku yeye akinifuata kwa nyuma, huku akiwa amebeba mabegi yetu. Nilikaa kwenye kiti kilichopo jikoni nikimtazama Timo akikaanga mayai, na upande wa pili alikuwa akichemsha chai ya maziwa yenye tangawizi na mdalasini kama ninavyopenda. Mimi sio mpenzi wa maziwa. Nilikuwa nakunywa maziwa kwa kujilazimisha nikikosa usingizi. Lakini tangu nimekuwa mjamzito napenda sana maziwa. So baada ya dakika 17 tulikuwa tumekaa mezani tukipata kifungua kinywa. Timo alitulia kidogo kisha akaongea akasema kwamba Emily, naomba unisamehe kwa nilichofanya jana. Zilikuwa ni hasira tu na sina haki yoyote ya kukuzuia kumuona mume wako. Timo alitulia kidogo na kunitazama kisha akasema kwamba sina haki ya kukudai unishirikishe mambo yako, nisamehe sana. Timo, naomba tu nikwambie kitu kimoja kwamba mimi ndio natakiwa niombe msamaha. Sikutakiwa kukupandishia sauti kama nilivyofanya jana. Nilimwambia kwa sasa nikijisikia vibaya sana juu ya yaliyotokea jana. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa kutokuelewa namna unavyonijali na kwa kufanya maamuzi bila kukushirikisha. Lakini baada ya vyote, pamoja na kwamba haupendi kinachoendelea, bado umechagua kuambatana na mimi. Kwa hiyo nakushukuru sana. Asante. Emily, mimi nakupenda sana sana tu. Mimi siwezi kukaa hapa nikuache uende kukutana na familia mume wako mwenyewe. Nishakuahidi kuwa nitakuwa mtu yeyote unayenihitaji niwe. Na mimi najua kwa sasa unahitaji rafiki na sio mpenzi mwenye wivu. Basi nitakuwa rafiki yako. Timo aliniambia na kufanya macho yangu ateremshe machozi. Usilie sasa. Unasikia? Acha kulia, usilie. Alinibembeleza huku akileta mkono wake usoni kwangu kunifuta machozi. Hivi unakumbuka maneno ya daktari kwamba usipate stress na upumzike. Kwa hiyo tukifika tu kishaona na Dennis, utaenda hotelini kupumzika na hautanibishia katika ile, si ndio? Sawa. Nilitikia na mimi nikijaribu sasa kuweka tabasamu usoni kwangu. Haya, kula sasa tusije kuchelewa ndege yetu, Timo alisema, kisha kila mmoja akageukia sahani yake na kuanza kula. Mimi sikuweza kuifurahia safari kwa sababu nilikuwa nimechoka sana kutokana na kukaa macho tangu saa 10 asubuhi. Hivyo safari nzima nilikuwa nimesinzia. Tulipotua Dar ilikuwa ni mida ya saa 5 kasoro. Tulichukua taksi na kuelekea hotelini ambapo tulilipia chumba na kuweka mabegi tu. Mimi sikutaka hata kukaa. Tulitoka na kuchukua taksi tukianza safari ya kwenda hospitali moja kwa moja. Tulipofika hospitali nilimpigia simu shemeji yangu ambaye ni baba yake Tristan. Kumbukeni Dennis kwa Tristan yani ni baba mdogo yani. Yaani anamuita baba mdogo Dennis. Kwa hiyo babake ndio huyo Michael. Kwa hiyo nilimpigia baba yake Tristan na kumweleza kuwa tumefika. Alinieleza kuwa kwa sasa muda wa kuona wagonjwa ni hadi saa 6:30. Na ndio kwanza ilikuwa saa 5. Ninalisana nusu la kusubiri. Lakini shemeji yangu aliniahidi kwamba watafika mapema. Sasa Timo akaniambia kwamba Emily, saa nzima na nusu ni muda mrefu sana. Tungerudi hotelini ukapumzika kidogo. Timo aliniambia huku sasa akichezea mkono wangu. Tulikuwa tumekaa mgawani. Kwa kiasi nilikuwa nina hasira naye kwa sababu kama asingenichelewesha mimi ningekuja na ndege alfajiri. Labda mimi ningefanikiwa kumuona Dennis. Timo, mimi nadhani tukienda tutachelewa kurudi Timo. Acha tu tusubiri hapa. Timo alinitazama tu lakini hakunibishia. Sasa haikupita muda nilianza kusinzia tena. Hivyo sikuwa na uwezo wa kumbishia tena Timo alivyoniambia kuhusu kwenda kupumzika. Nilipofika tu hotelini nilivua nguo zangu na kuvaa kitu chepesi. Timo aliniwashia feni kisha nikapanda kitandani kulala.
akiniahidi kuniamsha mapema nipate muda wa kuwahi hospitali. Saa 6:10 Timo aliniamsha. Mwili wangu bado ulikuwa na uchovu, lakini nilipoanza tu kuwa ninaenda kumwona Dennis nilipata nguvu ghafla. Nilienda kuoga haraka, nikapata nafuu, hata uchovu mwingi ukapungua. Kisha nikavaa nguo na kutoka na Timo tukielekea hospitali. Hadi muda tunafika hospitali ilikuwa ni saa 7:02. Hadi wakati tunaingia hospitali, swala zima la kuwa nitakutana na ndugu wa Dennis nilikuwa sijawaza, lakini baada ya kufika nje ya chumba na macho ya watu kutua usoni kwangu kisha kwenye tumbo langu, nitamani nigeuke nikimbie nje nisirudi tena ndani. Macho yao wote yalionyesha kabisa namna gani hawajanikubali. Babake Tristan ambaye namtambua kwa jina lake tu la Michael ndo aliinuka wa kwanza na kunijia. Alijaribu kuweka tabasamu la kinafiki usoni kwake, lakini moyo wangu ulijua kabisa hajafurahi kuniona. Basi aliniita pale kwa kunisogelea akaniambia kwamba karibu sana. Nikasema asante, shikamoo. Nijisikia kiajabu kumsalimia, lakini unajua ni mkubwa sana kwangu. Anaonekana kabisa ni hakosi miaka 60 huyo. Kwa sababu kama ni baba wa kijana ambaye kijana wake alikuwa anatoka naye. Sasa nadhani kijana mwenyewe alitoka na mtu ambaye ni of course mimi ni mdogo. Kwa sababu hata Mary mwenyewe ananizidi umri. Kwa hiyo ilibidi tu nimsalimie. Basi Michael alitikia pale akasema marahaba, karibu sana, umekuja wakati mzuri sana, tulikuwa tukiwaza hapa sababu Dennis amekataa kula. Kwa sababu asubuhi hajala kitu na sasa hivi sasa amewafokea dada zake na kuwafukuza. Labda unaweza kuwa msaada bwana. Michael aliniambia hivyo. Sasa nilimtazama huku nikitabasamu tu, nikasema ya kwamba natumaini hivyo pia. Nilimjibu sasa nikielekea mawifi zangu ambao kila mmoja alinikata jicho la aina yake. Nyuma nilimwacha Timo akiongea na babake Tristan. Basi niliwasalimia kwa pamoja nikisema shikamoni. Sijui hata kama hicho ni Kiswahili sahihi. Najua Kenya na maeneo mengine hii shikamoo kweli inawezekana ni kitu ambacho hakieleweki. Kwa Tanzania neno shikamooni ni neno sahihi kweli, yani hiyo ni salamu ya wote. Ni neno sahihi kweli shikamooni. Sasa mimi bwana nilitamka hilo neno. Sijui kama ni Kiswahili sahihi, lakini mimi ndo nimeshazoea hivyo. Basi waliitikia wakasema marahaba. Waliitikia kisha kila mmoja akaendelea na mambo yake. Yaani mwingine alianza kuangalia kucha, mwingine alianza kupekua simu yake baada ya kunipandisha na kunishusha. Sasa niliwaambia kwamba nimeambiwa Dennis amekataa kula, mnaweza kunipa chakula chake ni jaribu kumpatia. Niliwaambia hivyo. Sasa moyo wangu ukaenda mbio. Kadri ulivodunda ndivyo ulivozidi kuuma. Sasa mama mmoja bana ambaye ni kama alionekana mkubwa kidogo kuliko wenzake, alinisonya kwa sauti hadi nilihisi hospitali nzima imesikia. Sasa Shem Michael alimuita kwa ukali akasema Matilda. Huyo Matilda bwana alinikata jicho tena. Kisha kanikabidhi kapu lenye chakula. Mimi sikutaka kuongea, nilipokea, lakini Timo alikuja haraka na kulichukua mkononi mwangu. Nijikuta nikitabasamu tu. Timo alinifungulia mlango tukaingia ndani ya chumba cha Dennis. Dennis alikuwa amelala, mwili wake ukionyesha ni namna gani amechoka na kudhoofu. Ile sura yake ya uchangamfu haikuwepo. Uso wake tu ulionyesha yani kuwa hata huo usingizi aliolala ulikuwa ni wa mateso. Macho yangu yalijaa machozi kwa kumtazama tu. Sasa nilisogea hadi pembeni yake na kushika nywele zake laini sana huku nikimuita kwa upole. Akili yangu inajua ninatakiwa nimwamshe, lakini moyo wangu unatamani kumwamsha apumzike zaidi. Matokeo yake nilijikuta nikiongea kwa sauti ya chini sana na ya upole huku nikimuita jina lake. Nilimuita na kumuona akitikisa kichwa kidogo kama vile akijaribu kuamka kutoka ndotoni au labda kujaribu kuifukuza ndoto mbaya. Basi nilimuita tena sasa nikiendelea kupitisha mkono wangu kwenye nywele zake. Dennis alifungua macho haraka na kunitazama kama vile haamini. Alifungua macho akavuta pumzi kisha akafungua tena na kuniangalia. Awamu hii macho yake yote yalikuwa na machozi. Basi mdomo wake uliniita japo sauti yake ya kutoka vizuri. Nilinama kidogo na kumkumbatia. Alinishika kwa nguvu kama vile akiniachia nitapotea. Sasa baada ya kuniachia nilisimama vizuri huku nikisikia sasa mgongo wangu ukiniuma. Na muda huo watoto waliamua kuanza kucheza mpira tumboni kwangu. Nilianza kupokea mateke kutoka kila upande. Niliruka kidogo, kitu kilichomfanya Dennis aushike mkono wangu kwa nguvu. Na muda huo sasa Timo naye alisogea pembeni yangu akiniletea kiti. Dennis alimkata Timo jicho lakini hakuongea kitu. Alirudisha macho yake kwangu
kisha akaangalia tumbo langu na kutabasamu zaidi huku machozi yakimtoka. Niliuchukua mkono wake na kuweka tumboni, na muda huo huo teke likarushwa na kusukuma mkono wake kidogo. Dennis alicheka kidogo. Mwili wangu ulisisimka tu kwa kusikia kicheko chake. Baada ya kutulia, nilitoa chakula kilichokuwa kwenye kapu na kumwambia Dennis akae ale. Dennis hakubisha kwa lolote. Alikuwa kama mtoto mtiifu anayemsikiliza mama yake. Nilianza kumlisha taratibu huku nikimwacha anishangae na kuchezea mkono wangu mwingine. Baada ya mimi kuanza tu kumlisha Dennis, Timo aliniambia atanisubiri nje. Asa Dennis alikula chakula chote alichotakiwa kula, alikunywa na maji kisha akakaa akinitazama kwa sasa, tabasamu likija usoni kwake. Kauli yake ya kwanza ilikuwa ni kwamba nakupenda mke wangu. Hiyo ndio ilikuwa ni sentensi ya kwanza Dennis alioniambia tangu nimefika hapo. Kusema kwamba moyo wangu ulirukaruka nitakuwa sijasema kitu. Moyo wangu ulicheza samba soti hadi nilihisi unaweza ukaamua wenyewe uruke kutoka kifuani kwangu umfuate Dennis. Nijikaza kwa sasa nikitabasamu. Jibu la Dennis kuwa nampenda zaidi lilikuwa kwenye ulimi wangu tu, na ilibidi nijizuia kulisema. Sijui mmenielewa? Jibu la Dennis kuwa nampenda zaidi lilikuwa kwenye ulimi tu, ila ilibidi nijizuie kulisema. So nilinuka na kumpatia nafasi aweze kuwasikia watoto wake wakicheza tumboni kwangu. Mwanangu ana nguvu sana. Yaani anarusha mateke mawili. Dennis aliongea hivyo. Nikasema ya kwamba ni mapacha. Nijikuta nikiropoka. Dennis alinitazama kwa sasa akibaki mdomo wazi. Alimvuta na kunishushia busu zito, akisema ya kwamba Emily, asante kwa kuandika historia mpya ya maisha yangu. Nilimwitikia tu kuwa ni mapenzi ya Mungu. Basi tulikuja kupewa taarifa kuwa muda umeisha. Niliagana na Dennis ambaye alikazana tu kuniuliza kama nitarudi tena. Nilimwahidi kuwa kesho yake asubuhi nitakuwepo pale kumuona. Hasa nilikuwa nimechoka, sidhani kama ningepata nguvu ya kurudi jioni. Nilichohitaji ni kupumzika tu ili niipatie akili yangu nafasi ya kuamua. Sasa msikilizaji, tunahamia za upande wa Dennis. Naomba pia niweke hili swala vizuri. Tunakuwa tunasikia pande mbili kutoka kwa Dennis na Emiliana, sawa Yes, kwa hiyo hivi sasa Dennis anasema ya kwamba anajiuliza ni mapacha. Ina watoto wawili kwa wakati mmoja. Nimetenda nini mimi kustahili baraka kubwa namna hii? Emily wangu amebeba mapacha, watoto wangu tumboni kwake. Hata bado sijajua jinsi yao, lakini kitendo tu cha kujua kuwa ninapata watoto wawili inatosha kabisa. Sijajua kama ni wa kike wote, sijajua kama ni wa kiume, sijajua kama ni wa kike na wa kiume. Tena kujua kwamba ninawapata na mwanamke ambaye amekuja kuwa na umuhimu sana maishani mwangu. Japo sikatai kuwa ninatamani sana wawe wa kike, tena wafanane na mama yao. Lakini kwa sasa wazo la kuwa na watoto na Emily linatosha kabisa kunipatia nguvu hata kwenda miaka bila kula. Japo Emily bado amenikasirikia, lakini yeye kuja kuniona ni kama imenipatia nguvu mpya. Sasa hapa ninachotaka ni kuruhusiwa tu niweze kurudi kukaa nyumbani na Emily wangu. Nikiwaza nyumbani sijui hata Emily atakuwa anakaa wapi. Japo kitu pekee ninachotamani ni kuwa nikirudi nyumbani nimkuta akinisubiri kwenye kochi huku akiangalia movie. Nikifika nianze kwa kulibusu tumbo lake, nisikie watoto wangu wakinipiga mateke, kisha nimbusu na yeye. Kwa hiyo nilishika kichwa changu tangu Emily amondoka. Sijaweza hata kufunga macho kulala. Nimekuwa nikitabasamu, yani na nipo kama taira tu, mtu ambaye anacheka cheka tu bila sababu. Lakini hii ni furaha iliyojaa usoni kwangu, haiwezi kuzuilika kwa lolote. Najua nimefanya ujinga sana ambao umenipelekea mimi kutokuwa na Emily kipindi cha kwanza cha ujauzito wake, lakini nataka niwepo kwa siku zote zilizobaki. Jioni dada yangu mkubwa Matrida ndo aliniletea chakula. Matrida anaweza kuonekana ni mkali, lakini kati yetu wote yeye ndo anayejua kujali zaidi. Ingekuwa ni siku moja iliyopita au hata asubuhi ambapo sikuona sababu ya kuishi, ningemfukuza na chakula chake. Lakini kwa sasa nina sababu nyingi sana za kuishi. Hivyo nilichukua chakula na kula haraka sana.
Nimuulize dadangu ya kwamba hivi Emily amewaambia anapokaa. Dadangu alijibu kwa hasira na dharau akisema ya kwamba hajasema, labda atakuwa anakaa na huyo mwanaume wake aliyekuja naye. Baada ya jibu hilo, hasira iliwaka kifuani kwangu. Nitamani nimpige kofi lakini nikaa kimya. Sasa dadangu akaniuliza kwamba kwa sababu alikuja akijibaraguza na huyo mwanaume wake, tena huyo kaka wa watu ndo alikuwa mbeba mizigo. Hivi Dennis, ulikosa kabisa mwanamke wa kuoa ukaenda kuokota kahaba, tena mtoto mdogo kabisa? Nilimtazama tu. Nilikuwa nikitetemeka kwa hasira. Hivi anathubutu vipi kumtukana mke wangu? Hivi kwanza najua tumetoana wapi mimi na Emily? Hajui Emily amenivumilia kwa mangapi. Basi kwa hasira nikasema kwamba Matrida, wewe ni dada yangu na kuheshimu sana, lakini siwezi kukusikiliza ukimtukana mke wangu. Basi dadangu Matrida alicheka. Akasema haya, wenye mke yetu macho. Alisema hivyo kwa dharau, lakini hakuongea tena. Sasa mimi hata hamu yangu ya kula iliisha. Nilirudisha chakula na dadangu hata kusema kitu. Kitu pekee nilichotamani ni kuruhusiwa niende kukaa nyumbani na Emily. Kulipokucha nilikuwa nina nafuu sana. Sikuhitaji tena drip na nilikuwa nina nguvu ya kusimama na kwenda chooni mwenyewe. Hata niliweza kuzunguka kule chumbani, kusimama dirishani. Nilifurahi sana. Hii inamaanisha kwamba siku za kurudi nyumbani kwenda kukaa na Emily zimekaribia. Furaha yangu iliongezeka zaidi pale ambapo daktari aliniambia kama nikiendelea kufuata maelekezo, kutumia dawa na kula vizuri, basi angeweza kuniruhusu ndani ya siku 3. So nilifurahi mno, na japokuwa sipendi dawa, nilifurahi zaidi nilipomwona nesi akija na dawa, sababu nilijua itanisaidia kuruhusiwa haraka zaidi. Mimi sikuabishia hata ndugu zangu waliponiletea kifungua kinywa asubuhi. Nilitaka kufanya vyote ili niruhusiwe haraka. Niliona kama nikifuata maelekezo yote vizuri, huenda nikapona haraka. Hata daktari akaamua kuniruhusu kesho yake. Ulipofika mchana, Emily alikuja tena, na awamu hii alikuja tena na yule kijana wa jana. Mimi sikuwa na haja ya kuuliza ili kuelewa kwamba huyu kijana anampenda Emily. Uso wake wote ulikuwa unaonyesha kwa jinsi ambavyo macho yake hayawezi kutoka kwa Emily. Kama jana Emily alivyoshtuka tu, aliinuka haraka na kumletea kiti. Mimi nitamani hata nimrushe huko nje, lakini sina uwezo huo, na moyo wangu ulifarijika kidogo kujua kwamba Emily alipata mtu wa kumtunza kipindi ambacho nilimtelekeza. Siwezi kujisamehe kwa hilo, na najua hata Emily hajanisamehe. Ninajua yuko hapa tu kwa sababu nimeumwa na alipewa taarifa, lakini nitaitumia hii nafasi kumuonesha namna gani yeye ni wa muhimu kwangu. Basi Emily aliniuliza kwamba Dennis, unaendeleaje? Aliniuliza sasa akinisogelea na kuchezea nywele zangu. Ni kati ya vitu anavyopenda sana kufanya akiwa anazungumza na mimi. Nilimjibu Emily ya kwamba naona kama ninaweza kukupa mtoto mwingine, mimi niko fit kabisa. Nilimjibu Emily kwa uchangamfu. Nilitegemea kumfanya tabasamu, lakini hata ile furaha kidogo ilifutika ndani yangu baada ya kuona uso wake ukibadilika kutoka kutabasamu hadi kuja huzuni. Kisha kapotezea na kutabasamu tena. Nitamani sana nijipige kofi. Nilikuwa ni mjinga sana kumkumbushia nilivyomwacha mwenyewe hiyo miezi yote. Nina uhakika kumpa mimba tena sio kitu anachotaka kusikia kwa sasa. Nilianza kuzungusha akili yangu nikijitahidi kufikiria mada nyingine ya kuongelea ili kuondoa hayo mawazo yaliyo akilini mwake. Nilimwambia kwamba daktari ameniambia anaweza kuruhusiwa ndani ya siku 3. Baada ya kumwambia Emily, aliacha tabasamu kubwa na uso wake ukajaa furaha ya kweli. Emily akaniambia kwamba haujui namna gani tu nimefurahi kusikia hizo habari. Basi chakula kililetwa, na kama kawaida nilimwacha Emily anlishe huku nikichezea mkono wake. Kwanza kwa tabasamu alilokuwa nalo jana, ilionyesha namna gani alifurahi sana kunilisha na kuniamrisha, na moyo wangu ulifurahi sana kumsikiliza. Mke wangu akiniambia nifanye kitu, akili yangu ilikubali na kutia haraka. Tabasamu lake ni malipo tosha ya kunifanya mimi nirudie tena kumsikiliza. Alafu pia jambo la pili, nilipenda jinsi yule kijana alivyokunja sura jana na uso wake ukajaa wivu alipomwona tu Emily ameanza kunilisha. Yaani alishindwa kabisa kuvumilia. Akaamua kutoka nje, na hakuna kitu nilichotaka zaidi ya kupata sababu ya kumfukuza yule kijana kutoka nje, yani kutoka chumbani.
Inabidi akumbuke akilini kwake kuwa Emily ni mke wangu. Asiweke ndoto za ajabu juu ya mke wangu. Sasa nikaona nimuulize Emily kwamba Emily, hivi unakaa wapi? Nilimuuliza wakati huku sasa nikijaribu kumsisitiza ale, lakini aliniambia watoto wangu hawapendi ndizi. Kwa hiyo muda huu nilikuwa nimeshameza chakula, nimetulia tu nikimtazama Emily akikazana kuweka kipande cha ndizi, nyama, mchuzi na parachichi vyote kwenye kijiko ili anilishe. Alifanikiwa, na baada ya kunilisha ndipo alinijibu ya kwamba mimi na Timo tumekodi chumba hoteli yenyewe ambayo haipo mbali sana na hapa. Ainieleza kusasa akinilisha mchuzi wa ndizi. Nilikuwa ni kama mtoto mkubwa na nilifurahi kila kitu kuhusu hali. Sasa nikamuuliza kwamba Timo, akili yangu ilikuwa imeshajua yani imeshafahamu ni yule kijana, lakini mimi nilitaka tu kujua huyu kijana nani kwake. Kwa sababu hasira niliyokuwa nayo ninaweza hata kumuitia majambazi. Basi Emily akasema kwamba ndio, anaitwa Timothy. Huyu niliyekuja naye sasa hivi anaitwa Timo. Ni rafiki yangu mzuri sana, amekuwa na mimi muda wote. Emily aliniambia hivyo huku akiwa busy akihangaika kujaza kijiko chakula ili anilishe. Moyo wangu ulijua kuwa kuna kitu ananificha. Kuwa kuna kitu kinaendelea zaidi ya urafiki. Na mimi ningetamani sana kujua, lakini akili yangu ilinikumbusha kuwa sina haki ya kumhoji. Angalau nisubiri hadi nitoke hospitali. Nikimkera sana, yani hapa nikimkera tu sasa hivi anaweza akaamua kuondoka mzima. Kwa hiyo nivuta pumzi na kutulia, nikiamua kutulia mke wangu anilishe, huku sasa nikichezea mkono wake ambao haukuwa na pete tena kwa sababu aliniachia chumbani. Yani aliacha mezani kabla hajaondoka. Niliamua kutulia na kuufurahia wakati niliopata kuwa na mke wangu. Baada ya kumaliza kula, Emily aliniruhusu nilishike tumbo lake na watoto wetu walikuwa narusha tu mateke. Kitu kilichonifanya nicheke. Ilitekenya mkono wangu na kufanya moyo wangu rukiruki kwa furaha. Sasa nikamuuliza ya kwamba hapo muda wa kuondoka ulikuwa umeshafika. Nikamuuliza Emily ya kwamba utakuja tena kuniona? Emily akajibu ndio Dennis. Nitakuwepo na wewe hadi nihakikishe kwamba afya yako imerudi vizuri. Wow. Emily aliponijibu hivyo, yani sijui nijisikiaje. Yani kwanza alinijibu kwa kitabasamu. Kwa muda ule nilitamani hata nisipone kama ndo kitu kitakachomfanya Emily awepo maishani mwangu. Nilimwambia kwamba asante mke wangu, nakupenda sana. Nilimwambia kwa sasa nikimkumbatia. Nilipomwachia Emily hata kuniangalia usoni wala kunijibu kitu. Aligeuka na kuondoka. Moyo wangu uliuma. Unajua inauma pale unapomwambia mtu nakupenda alafu anakaa kimya. Sio kwamba hajakusikia, amekusikia. Amekusikia vizuri. Kwa mimi sikuelewa kama yuko na mimi kwa sababu ninaumwa tu au kwa sababu ananijali kwa namna yote ile. Nitamani sana kuijua nafasi yangu kwenye moyo wa Emily. Lakini hadi wakati huu nina furaha kwamba hajaongelea talaka. Au labda ni kwa sababu naumwa. Hasa mawazo yalikuwa ni mengi. Nilihisi kama kichwa changu kinaweza kupasuka. Nilifurahi nilipomuona nesi akiingia kuja kunipa dawa, sababu ilimaanisha kuwa siku zangu za kuruhusiwa zinakaribia. Siku niliyokuwa nikisubiri wiki nzima, sentence iliyokuwa nikisubiri ikisema kwamba Mr. Dennis, nitakuruhusu leo. Hii sauti ilijirudia akilini kwangu. Daktari aliniruhusu alivyopita asubuhi, na nilikuwa na furaha mno huku nikiweka vitu vyangu kwenye begi niloletewa pale hospitali tayari kwa ajili ya kwenda nyumbani. Nilimpigia Emily na nitamani kupasuka niliposikia sauti ya kiume. Nilimuuliza kwa siri kwamba unafanya nini kupokea simu ya mke wangu. Hiyo sauti kanijibu ya kwamba Emily anaoga. Nikaona itakuwa vizuri nikiacha upige tu, ndio maana nikaona kuja nipokee na tunajiandaa kuja huko. Huyu mtu msikilizaji aliongea kitakatifu, lakini mimi nilijua kuwa yeye ni nyoka. Anatafuta tu sababu ya kunigombanisha na Emily. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka kwa hasira. Nikauliza kwamba Emily anaoga. Nirudia sentensi ambayo ilileta mawazo mengi akilini kwangu. Akanijibu kwa ufupi tu ndio. Nikamuuliza kwamba na wewe unanipa taarifa ukiwa kama nani yani? Yule jamaa kwenye simu alicheka kidogo. Akasema kwamba Emily hajakwambia kuwa mimi ni mpenzi wake. Alisema hivyo. Ngozi yangu ilianza kuungua kwa hasira niliyokuwa, yani ambayo ilikuwa inanipata.
Jamaa hakuishia hapo. Aliniambia kwamba ulitegemea nini Dennis? Baada ya kumwacha mwanamke mzuri kama Emily, tena ukamtelekeza na mimba yako. Hivi ulitegemea nini? Yaani ulitegemea nini? Yaani kwamba angekaa mpweke miezi yote hiyo? Niambie, ulitegemea nini? Basi Timo alifoka hivyo, lakini mimi kichwani kwangu nilianza kuwaza njia 1000 za kumuua kwa mateso bila kukamatwa wala mimi kuhusishwa. Kitu pekee nilichotaka ni Timo apotee kwenye uso wa dunia. Nilisikia sauti ya Emily kwa mbali ikimuita Timo. Timo akajibu kwamba mpenzi, umeshamaliza? Timo aliongea, kisha nikasikia akimbusu Emily. Kitu kilichofanya nione wazo la kumuua ni kati ya mawazo sahihi niliyofanya tangu nipozaliwa. Timo alisema kwamba Dennis ndo amepiga tu, alikuwa anakuulizia. Timo alisema hivyo, kisha nikasikia Emily akipokea simu. Emily kwa upole sana aliita jina langu, lakini mdomo wangu na koo langu vilikauka kwa hasira. Emily akasema kwamba Dennis, ndio nimetoka kuoga hapa, ninajiandaa kuja kukuona. Emily aliongea kwa uchangamfu. Nilikuwa na hasira sana, lakini nilijua pia huu ni mchezo wa kuchezwa kwa akili. Nilimweleza kwamba asante mke wangu, lakini ndio nilikuwa nakupigia nikwambie nimeruhusiwa. Ningekuambia uje nyumbani kama ningekuwa nina uhakika hautakataa, lakini najua hauwezi kukubali Emily. Hivyo naomba tuende tukale chakula cha jioni baadaye, mimi na wewe tu. Nilimweleza hivyo. Timo amenizidi kwa vitu viwili. Kwanza, alipata nafasi ya kukaa na Emily muda mrefu kuliko mimi. Alafu pili, tuache tu unafiki. Mimi naamini hivyo. Amenizidi kitandani. Najua tu, naelewa, sinajijua ndugu yangu. Najijua. Yaani najua kwanza amenizidi nafasi, yani yeye ana muda mrefu kuliko mimi kwenye kukaa na Emily. Lakini pia ninaamini amenizidi kitandani. Lakini na mimi nimemzidi vitu viwili. Yaani maisha huwezi kukosa vitu vyote. Mimi mwenyewe nimemzidi vitu viwili. Kwanza nimemzidi kifedha. Alafu pili, mimi ndo nimiliki moyo wa Emily. Kwa hiyo nitatumia hivyo vyote kwa faida yangu. Naona hii itakuwa nafasi nzuri ya mimi kustahili kumpata Emily. Kumpata kwangu Emily mara ya kwanza kulipangwa na Mungu. Nina uhakika alitaka kunionyesha kuwa nina nafasi ya kuishi na kuzaliana. Lakini sikuona thamani ya Emily. Lakini kwa nafasi hii ya pili niliyoipata, ni nafasi ya mimi kumuonesha Emily namna gani ninamhitaji na ni namna gani yeye ni wa thamani kwangu. Japokuwa najua Emily sio mtu wa kupenda pesa, lakini kuna vitu vingi sana vya kuleta furaha ambavyo pesa inaweza kufanya. Kwa kutumia pesa, mimi na njia nyingi sana za kumuonesha Emily namna gani nampenda, na hapo ndipo sasa nitakapomzidi kite Timo. Yeye anajifanya anajikuta mwamba. Kwa baada ya ukimya mrefu na Emily kuanza, alikubali na kuniambia hoteli waliopo. Nikamwahidi nitaenda kumpitia jioni, ifikapo mida ya 1:30 nitampitia. Lakini kabla ya hapo niliingia dukani na kumchagulia Emily gauni ambalo lingemfaa, ambalo lingefunika tumbo lake vizuri. Najua Emily hapendi magauni, hata pamoja na ujauzito wake bado anavaa jeans. Na siwezi kulalamika kwa sababu zinampendeza sana, lakini najua Emily hawezi kukataa kuvaa gauni sababu ni zawadi kutoka kwangu. Gauni, viatu, mkufu, hereni na nguo za ndani vyote viliwekwa kwenye boksi moja, na kwa juu nikaweka ujumbe mzuri tu. Na baada ya hapo nilimtuma dereva, yani dereva wangu avipeleke. Najua kierere Timo atakuwepo kuona vyote hivyo. Na nimeweka nguo za ndani ili kumkumbusha kuwa Emily ni wangu. Na kwa jinsi ninavyomjua Emily, atavaa kila kitu nilichomtumia. Na Timo ataanza kuelewa kuwa Emily sio wake tena. Kama mimi hapa najua size ya kiuno chake. Kwa mpaka hapa ninaamini kwenye hii game ninaongoza 1-0. Msikilizaji, Emiliana anatuambia kwamba niliamka nikiwa na njaa sana. Mchana ulikuwa umefika baada ya Dennis kuniambia kuwa ameruhusiwa nifurahi na kurudi kulala bila hata kujifuta maji. Na sasa kilichoniamsha ni Timo ambaye aliniamsha ili niweze kula. Alinisaidia kuinuka sababu kwa mwili wangu mdogo kuna mida naona kama ninaweza kuangukia tumbo kwa sababu linanilemea sana.
Timo akasema kwamba mpenzi, chakula kimeshakuja. Alisema hivyo sasa akinikanda mabega baada ya mimi kukaa kwenye sofa. Nilimwambia kwamba asante Timo, una moyo wa pekee sana. Nilimwambia huku sasa nikifunga macho na kufurahia kazi nzuri inayofanywa na mikono yake. Timo aliniambia kwamba nakupenda Emil. Nimeshakwambia hakuna haja ya kunishukuru kila wakati. Hebu jinyoshe basi, nataka ule ushibe vizuri, alafu nimefanikiwa kupata miguu ya kuku leo. Timo alisema hivyo kwa furaha. Niliacha tabasamu kubwa na kumvuta kumkumbatia. Japo haikuwa rahisi kutokana na tumbo langu kubwa, nilimshukuru tena kitu kilichomfanya akunje sura kidogo. Aliamua kuachana na mimi kisha akaniletea sahani ya wali mkavu na miguu ya kuku pembeni kama vile ninavyopenda. Baada ya kupokea kile chakula ndo niliona boksi lililokuwa limefungwa kama zawadi pale mezani. Nimuuliza Timo ya kwamba ni kitu gani hicho. Nimuuliza Timo ambaye alikunja sura baada ya kusikia swali langu. Timo akasema kwamba sijui, mzigo umeletwa kwa ajili yako kutoka kwa Dennis. Timo alisema huku sasa akigeuka kuchukua chakula chake. Moyo wangu uliruka kidogo baada ya kusikia jina la Dennis. Nilijaribu kusogea ili niweke ile sahani chini. Nitamani kufungua hilo boksi nijue nini kipo ndani, lakini jicho alilonipiga Timo lilitosha kunifanya ni utulize, ni kama ni utulize mwili wangu hivi na kula chakula changu nikiwa kimya. Baada ya kumaliza kula na Timo kutoa vile vyombo, nilianza kujisogeza taratibu nikitamani kufikia lile boksi. Timo alikuja na kunipatia, japo sura yake haikuwa na furaha hata kidogo. Nilifungua lile boksi na kujikuta nikiachia tabasamu kubwa sana. Ndani kulikuwa kuna kiboksi kidogo sana ambacho kilikuwa na mkufu pamoja na hereni. Juu kulikuwa kuna viatu vizuri sana vya chini. Kwa kutazama naona kama vinanitosha kabisa. Alafu kulikuwa kuna gauni pamoja na nguo zingine za ndani. Kwanza baada ya kukutana hivyo vitu, Timo kwa hasira akasema kwamba chupi, mwanaume anakununulia nguo ya ndani ya Emil. Huwezi kwenda kuonana naye. Umekubali kwenda kukutana naye bila kuniuliza mimi najisikiaje kuhusu hilo. Na yeye ameamua tu kundharau sasa, si ndio? Aisee, siwezi kukuruhusu utoke hapa, siwezi. Timo aliongea kwa hasira. Nilitulia kidogo, akili yangu ikiwaza kitu cha kumwambia ili kumtuliza. Nimwambia kwamba mpenzi, unajua Dennis anafanya hivi ili kukuchokoza tu. Basi tusimpatie nafasi ya kujua kuwa amefanikiwa. Unajua dhumuni langu la kwenda ni ili tuweze kuongelea hili swala la talaka na jinsi tutakavyoalea hawa watoto. Kama isingekuwa hivyo basi nisingekubali kukutana naye. Timo akaniuliza, una uhakika Emil? Aliniuliza kwa wasiwasi. Nichukua mikono yake na kumtazama kwa tabasamu. Nikasema kwamba na uhakika kabisa Timo. Nguo alioniletea nitaivaa sababu sina nguo nyingine inayoeleweka. Lakini hizi nguo za ndani nitazitupa. Na nitakwambia tutakapokuwa na kukujibu wakati wote utakapo nitafuta. Hapo naamini utakuwa umepata amani zaidi. Nilimuuliza hivyo. Asa Timo aliacha tabasamu baada ya kusikia kwamba nitamwambia popote tutakapokuwa, na kumjibu tena kwa wakati. Timo akasema kwamba sawa, na kuamini Emil. Kama unasema hii ni kwa faida ya watoto wetu, basi siwezi kupinga. Nikasema asante sana Timo kwa kunielewa, lakini kwa sasa acha nilale sababu hao watoto wanacheza dansi huko tumboni. Na nikiamka nadhani wao wanajua nimeamka. Kwa hiyo wanaanza kucheza mpira huko tumboni. Basi nilianza kulalamika hivyo. Timo alicheka tu huku akinisaidia kuinuka na kunipeleka kitandani. Timo akasema kwamba ni wewe tu mama yao ndio unadeka sana. Unaweza kuta watoto wanageuka wakiwa usingizini lakini wewe ndio unayakuza. Aliniambia hivyo huku akiniwekea mito vizuri ili aweze kulala bila kukosa pumzi. Kuishi wote kwa hiki kipindi ameshajua kila kitu kuhusu mimi. Nilimwambia kwamba wapi, ni wao tu ndo wasumbufu, wewe ngoja wazaliwe uone. Nilimwambia hivyo Timo na kumuona kitabasamu. Basi alinitengeneza vizuri kisha akaniacha nipumzike. Nilipokuja kufungua macho yangu ilikuwa ni jioni. Timo alikuwa akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato, hivyo hata hakunisikia nilipoamka hadi nilipoenda kukaa pembeni yake. Basi akaniambia kwamba umeamka,
Simu yako imeita lakini hata sijaiangalia. Nadhani atakuwa ni Dennis. Timo aliniambia kwa sasa akirudisha macho yake kwenye kazi aliyokuwa anafanya. Nikamwambia kwamba hiyo picha hebu iongeze mwanga kidogo. Huo uso unazima ukali wa uzuri wa macho yake. Nilimshauri hivyo baada ya kuangalia kazi aliyokuwa anafanya. Timo akasema kwamba na akili sana yule mwanamke. Mimi nimekaa hapa najiuliza nini kinakosekana kwenye hii picha, kumbe ni macho tu. Alisema hivyo kwa furaha huku akianza kufanya marekebisho. Sasa mimi nilimwacha na kazi yake na kuelekea bafuni kwa ajili ya kujiandaa. Ilipofika sasa kwenye mida ya saa 1 hivi. Sio kwamba mimi na vitu vingi vya kufanya kwenye kujiandaa. Siku hizi bwana mimi sipendi hata kujipaka mafuta. Kwa hiyo mimi nikishaoga na kujikausha ninavaa tu nguo basi. Kwanza kuoga kwenyewe imeshakuwa adhabu kwa jinsi tumbo langu lilivyokuwa kubwa. Basi simu yangu iliita. Alikuwa ni Dennis akinitaarifu kuwa ameshafika, hivyo ananisubiri nje. Sasa Timo alisema bila utani ya kwamba kama tulivyokubaliana, hakikisha unaniambia mtakapoenda. Nikikutexti hata mara moja na usipojibu na kuapia Millie, nitakuja kukufuata mwenyewe. Nilibaki nikicheka tu nikasema usiwaze mpenzi wangu. Nitafanya kila kitu kama tulivyokubaliana. Basi nimwambie hivyo. Timo aliitikia kishingo upande tu, kisha akanisindikiza hadi nje ambapo Dennis alikuwa ananisubiri akiwa ameegemea gari lake. Tulipofika mbele ya Dennis, Timo alinivuta na kunigeuza nimgeukie. Timo akasema kwamba nitakumisi sana. Hata kama ni masaa machache mpenzi, na kupenda sana, lakini jua nitakumisi pia. Alisema hivyo kisha akakutanisha midomo yetu. Nilikuwa na mshangao kiasi kwamba nilibaki nimesimama tu. Aliniachia akiwa amekunja sura kidogo. Sasa nimwambia Timo ya kwamba Timo sio na shaka. Tunaenda kuongelea tu masuala ya watoto kisha nitarudi. Nitarudi mapema kuliko unavyowaza. Basi nimwambia hivyo huku nikijaribu sasa kuweka tabasamu usoni. Lakini nilifeli. Basi Dennis akaniambia kwamba Millie tutachelewa. Unajua nimebook meza. Dennis alisema hivyo, nilimwachia Timo na kumgeukia Dennis ambaye alikuwa ameshanifungulia mlango akinisubiria niingie. Alihakikisha nimekaa vizuri kisha akafunga mlango na kumgeukia Timo. Dennis alimwambia kwa dharau Timo ya kwamba I say, baadaye acha tukaongelea maisha ya watoto wetu. Dennis alimwambia hivyo kwa dharau kisha akazunguka na kuingia upande wake. Timo aligeuka na kurudi ndani akiwa na hasira sana, huku Dennis akiwasha gari kuliondoa pale hotelini. Asa kwa siri kidogo nikamuuliza kwamba kwa nini umefanya hivyo. Dennis akajifanya ni kama haelewi, akasema kwamba nimefanyaje? Kwa nini nimefanya hivyo Timo? Na kwa nini amenifanya vile? Kwani mimi ndio sina moyo? Dennis aliniuliza kwa hasira kidogo. Niliamua kubaki kimya sababu sikutaka tuanze kubishana muda huo. Mimi nachotaka tu ni umpe Timo heshima yake. Mimi sitaweza kuwatazama mkiwa kama mafali wawili. Sawa, hakikisha na hayo maneno unaenda kumwambia na yeye. Sio mimi peke yangu tu ndo nanipa somo la nidhamu. Alafu yeye unamwacha tu anitukana anavyotaka. Alisema huku macho yake sasa akiwa barabarani. Niliamua kuachana naye. Kama kawaida mkono wangu ulishuka tumboni na kuanza kulipapasa huku nikiangalia nje. Labda nikishakula ndo akili yangu itaweza kutulia. Sasa nibaki kimya hadi tukafika kwenye hoteli kubwa tu ambapo Dennis aliingiza gari na kulipaki kabisa. Natamani tupate nafasi ya kutembea hata kidogo. Asante kwa kunipa hii nafasi ya Millie wangu. Asante sana mke wangu. Mwanamke pekee uliyeniheshimisha katika dunia. Dennis alisema hivyo huku akichukua mkono wangu na kubusu. Maneno yake yalikuwa ni kama kisu kwenye moyo wangu. Mwili wangu wote ulisisimka alipobusu mkono wangu. Dennis anaweza kuwa na mapungufu mengi lakini anaujua sana mwili wangu. Aliuachia mkono wangu huku akitabasamu. Akasema kwamba nina furaha kujua kuwa bado ninaweza kukufanya ujisikie hivyo. Kwa hiyo twende tukapate chakula mke wangu. Alisema hivyo na kushuka haraka kisha akazunguka upande wangu na kunifungulia mlango. Uso wake ulikuwa umejaa tabasamu kubwa sana, lakini moyo wangu ulikuwa ukiwaka moto. Nilijiona kama msaliti mkubwa katika ndoa. Sidhani kama Dennis aliamua tu kujichukulia mwanamke mwingine. Japokuwa alinikosea sana na machoni mwake nilikuwa na makosa mengi, sidhani kama alienda kuingia kwenye mahusiano yote. Kila nilipoendelea kufikiria hilo, nilijiona mchafu sana.
Yaani kwamba sawa sisi ni wanandoa tumekosana, mimi ndiye niliyechepuka. Sidhani kama yeye hata ametoka nje ya ndoa. So Dennis alichukua mkono wangu na sikuwa na nguvu ya kumzuia kabisa. Mimi ni mke wake. Hata nikifanya ujinga gani na kujitoa ufahamu kiasi gani bado atabakia kuwa mume wangu. Tulifika kwenye meza yetu na Dennis akahakisha kabisa nimeshakaa vizuri, ndipo akakaa kwenye kiti chake. Tulipokaa tu alikuja mhudumu na kuanza kutuuliza kuhusu vinywaji. Mimi niliagiza juice na Dennis akaagiza chai ya viungo isiyo na sukari. Sasa Dennis akauliza kwamba niambie mnaendeleaje wewe na wanangu? Tuko salama japo kuna muda ni kama unanichosha sana, yani natamani tu ni wakati ufike. Lakini kuna muda wao ndio faraja yangu pekee. Vipi naweza kugusa? Sogea karibu. Nilimwambia sasa nikiegemea kiti vizuri. Alivuta kiti chake karibu yangu na kuweka mkono wake tumboni kwangu. Alipoweka tu watoto walianza kupiga mateke. Dennis akasema kwamba wanatambua uwepo wangu Dennis alisema hivyo huku machozi yakinilenga. Wanangu wapenzi, baba yenu anawapenda sana. Nyinyi na mama yenu ni jibu la maombi yangu. Dennis alisema hivyo huku akiinamia tumbo langu. Hakujali hata kama tuko hotelini na watu wanatazama, na mimi sikuwa na moyo wa kumzuia sababu kusema kweli nafsi yangu ilikuwa inanisuta sana mpaka sasa. Baada ya kuridhika alikaa vizuri huku sasa akinitazama kwa tabasamu kubwa sana. Unajua siku ya leo ni kama ndoto machoni mwangu Emil. Wewe ni mwanamke wa pekee sana, nakupenda kuliko unavyoweza kujua. Asante sana Dennis. Hata mwenyewe umeniheshimisha sana. Nilimweleza na alichukua mikono yangu na kuibusu. Simu yangu iliita na baada ya kuiona ndipo nikamkumbuka Timo. Sasa nilisubiri simu iliita hadi ilikata. Kisha nikamtumia ujumbe nikimueleza nilipo. Basi muda huo mhudumu naye alikuja na vinywaji vyetu, na awamu hii alikuwa amefungua vifungo vya shati lake. Hivyo kifua chake kilikuwa kinaonekana zaidi. Aliniwekea juisi yangu kisha akamgeukea Dennis kwa pose ambalo hata afanyeje lazima tu aone kifua chake. Nijikuta nikianza kuchemka hasira. Huyu mwanamke hivi ana akili kweli? Labda kama akili yangu imeamua tu kunichanganya, lakini kama naona vizuri, huyu mwanamke anajaribu kumtega mume wangu tena mbele yangu. Niliamua kutulia niweze kuona mwisho wake. Basi akatuliza kwamba mko tayari kuagiza chakula? Mimi nataka kuku wa kuchoma na saladi pembeni. Isiwekwe chumvi wala mafuta aina yote. Dennis alisema hivyo, kisha mimi nikatoa maelezo marefu tu ya namna nataka chakula changu kiwe. Baada ya muda, baada ya kuelezea pale, yule mhudumu akaondoka bana. Dennis alinigeukia. Emil, nina maneno mengi sana ya kusema, lakini yote yataishia kumaanisha maneno manne tu. Nakupenda sana. Naomba unisamehe. Najua na ujinga wangu mwingi, lakini naomba unipe nafasi nyingine. Ipe familia yetu nafasi nyingine. Sidhani kama utafurahi kuwa na kale ka kijana. Familia yetu ndio inaanza, kwa hiyo usikubali tupoteze hiki tulicho nacho. Ninajua bado unanipenda Mel. Usiruhusu makosa yetu ya nyuma yakaingilia familia zetu nzuri. Kwanza kabisa Dennis, kama unataka ya maongezi yetu yaende kwa amani, tafadhali acha kumdharau na kumtukana Timo. Wakati wewe haupo, umenikana na unaniita kila majina unayojua wewe. Timo ndo alikuwa upande wangu. Timo ndo alinisaidia kila hatua hadi nimefikia hapa. Watoto wako yeye ndo alihangaika nao. Hivyo nadhani anastahili heshima japo kidogo. Lakini haukuniambia. Kama ungeniambia unadhani mimi nisingetaka kuwepo kwenye maisha ya watoto wangu? Unajua kabisa watoto wangu ndio ombi langu kubwa kwa Mungu. Unanijua Emil. Unajua kabisa lazima mimi ningekuwa upande wako wakati wote. Lakini uliamua tu kutokuniambia na kuangukia mikononi mwa mwanaume mwingine ukiwa na watoto wangu tumboni mwako. Unaongea kama vile ni wewe ni mtakatifu sana. Wakati uliniacha mwenyewe nyumbani na kwenda kwa wanawake zako, ukaniacha nikilia, na furaha yangu ilikuwa ni kukuelezea tu kuhusu ujauzito, lakini ikaishia kwa kilio cha siku 3. Nimeondoka, uko hata kunipigia simu ujue nimeenda wapi, labda niko salama, ninaishije, alafu nakurupuka tu na kuniita mke wangu. Dennis, hivi utakuwa umejifikiria kwa makini? Nilikuwa naongea japo kwa sauti ndogo, lakini ilikuwa ina hasira. Dennis
Alifungua mdomo wake kuongea kitu, lakini mhudumu alitokezea na vyakula vyetu, hivyo ikambidi atulie kidogo. Ile mhudumu alikuwa akifanya kila kitu kimitego tu. Najua anyway, nilisema nitasubiri hadi mwisho, lakini uvumilivu ulinishinda. I say waiter au vyovyote unavyoitwa, mimi sielewi, sijui ndio waitress sijui nini sielewi. Naomba nitie manager hapa. Nilimwambia kwa sasa nikijitahidi kutabasamu, japo moyoni nilitamani kumrukia nimtoboe hayo macho. Yule mhudumu aliitikia na kwenda kufanya hivyo. Dennis akauliza manager nini tena? Dennis aliniuliza sababu yeye mwenyewe haelewi chochote kinachoendelea hapa. Basi yule mhudumu bwana alirudi na mwanamume mtu mzima kidogo, rika la Dennis. Alipomwona Dennis alishangaa kidogo, lakini hakusema kitu. Alitusalimia vizuri tu na kuomba kutusikiliza. Huwa vigezo vyenu vya kuajiri wahudumu vigezo vyenu vipoje yani? Alibaki akinishangaa tu. Na kuuliza kwa sababu haiwezekani mimi nimetoka na mume wangu na kuja kula kwa amani tu, alafu mhudumu aje kuanza kumtega mume wangu tena mbele yangu, tena nikiwa na tumbo kubwa hivi. Mnatumia vigezo gani kwa ajili? Niliongea kwa hasira sana. Basi yule meneja alibaki mdomo wazi tu, akasema kwamba naomba tusamee sana, nitazungumza naye. Sio kuzungumza naye, nataka umfukuze kazi tena hapa nikiona. Kama sivyo hautakaa unione mimi wala mume wangu kwenye hoteli yako ya kikahaba. Nilimwambia hivyo kwa hasira. Yule meneja alibaki na gumizi, huku akirudi kumtazama Dennis kila wakati. Unanitazama nini? Umemsikia mke wangu bwana, fanya haraka, Dennis alimwambia kwa msisitizo. Yule meneja akasema sawa boss. Yule meneja alitikia haraka na kwenda kumfuata yule mhudumu. Mbona amekuita boss? Nilimuuliza kwa sasa nikishangaa. Dennis aliinamisha kichwa chake akisikitika. Unajua huyu meneja hajuagi kujiongeza mwenyewe bwana. Hii ni moja ya hoteli zangu. Nilishakwambia ninamiliki hoteli kadhaa, kwa hiyo hii ni moja wapo. Aliniambia na kunifanya nibaki mdomo wazi. Kuna muda nasahau kabisa kama Dennis ni tajiri ese. Au kumbe. Basi kumbe ningekulalamikia tu wewe mwenyewe ingetosha. Wala tosiwaze, huyu mhudumu ameshapoteza kazi, ijapokuwa anaweza kusema hajafanikiwa kwa sababu macho yangu yote yako kwako. Hebu tule vyakula vinapoa. Basi tulianza kula huku tukipiga stori za kawaida, na hasa zilihusu watoto, jinsia yao na vitu vyote ambavyo Dennis alihitaji kujua kuhusu watoto wake. Haya sasa umeshiba, nadhani tunaweza kuelewana vizuri. Naona hata hasira zimeisha, Dennis aliniambia huko akitabasamu. Tulikuwa tumeshamaliza kula. Dennis alikuwa akinywa juisi ya chungwa pamoja na limao, na mimi nilikuwa ninakunywa maziwa. Kabla hujazungumza, naomba kwanza turudi kwenye malalamiko yako ya kwanza kabla hatujasumbuliwa. Emiliana, unanijua. Hata kama tumekuwa pamoja kwa kipindi kifupi sana, lakini unanijua. Unajua mimi sio mtu wa wanawake. Unajua kabisa mimi siko hivyo. Nilivyoondoka kwa hasira ile siku, nilienda kwa rafiki yangu tu. Kwanza sidhani kama hata unaelewa namna gani niliumia kujua kuwa mwanamke ambaye nimetokea kumpenda na kukubali kuishi naye kama mke wangu, nikiamini kuwa alinipenda kama nilivyo, kumbe alikuwa na mimi kwa sababu alitaka kumkomisha mwanangu. Hivi hizo sentensi unaziona zilivyokaa kweli? Sikatai kuwa nilikosea sikatai kwamba nilikosea kutokukupatia nafasi ya kunieleza kila kitu, lakini moyo wangu haukuweza kubeba hata yale machache ulioniambia Mel. Kwa hiyo haikuwa wanawake. Hajawahi kuwa mwanamke yote tangu uje maishani mwangu. Hata nilipodhani nimekupoteza kabla sijajua kuhusu hii baraka ya watoto, nishajiambia kuwa kama sio wewe, basi sihitaji mwanamke mwingine yote. Dennis alisema hivyo huku akinitazama machoni. Maneno yake yalizidi kunichanachana moyo wangu. Nilizidi kujiona mchafu na simstahili kabisa. Unajua nilibaki kimya huku nikijitahidi kutokuwaza sana juu ya uovu wangu. Lakini hali ile ilikuwa ngumu sana kwangu. Siku zote mimi nimekuwa nikijihesabia kuwa sina hatia, lakini sikuwaza namna gani ningemuumiza mume wangu. Nimekuwa ni mwanamke mpumbavu na ninaona kabisa nikibomoa nyumba yangu kwa mikono yangu mwenyewe. Emily, mke wangu, nakuomba sana. Najua nimekosea sana na nafasi ya miezi 6 ya mwanzo ya maisha ya watoto wangu nimeshaipoteza. Lakini naomba nafasi nyingine. Hata kama unataka muda wa kuendelea kufikiria au kuliwaza hilo, unaweza tu ukaja kuwazia ukiwa nyumbani.
Mimi ninachotamani ni kupata nafasi ya kuwa na wanangu kila sekunde. Na naona nyumbani ndio sehemu sahihi. Na pia itakupunguzia gharama hata mwenyewe. Tafadhali sana mpenzi wangu. Nakuomba sana mke wangu. Dennis aliongea kwa huzuni sana huku akiwa ameshika mkono wangu. Nafsi yangu ilinisuta sana. Nilizidi kuumia sana kwa sababu ni kweli Dennis hakupata hiyo nafasi. Na yote ni kwa sababu yangu. Laiti kama mimi ningemwambia mapema, labda tusingefikia huku. Nilimweleza kwamba lakini kwa sasa mimi nipo na Timo na amekuwa akinitunza muda wote. Usidhani kama atakubali kirahisi tu mimi kuondoka. Na hata yeye kufunga safari kuja huku ni kwa ajili yangu. Ni ili tu nisiteseke mwenyewe. Sasa unanipa wakati mgumu sana Dennis. Emily, mimi sina shida sana Emily. Unajua jinsi nyumba yetu ilivyokuwa. Hata ukija na Timo sina tatizo. Kitu pekee ninachotaka ni kupata nafasi ya kuwa karibu na watoto huku tukiendelea kushughulikia swala hili la ndoa yetu. Dennis alisema hivyo huku akinibembeleza. Moyo wangu ulikuwa unauma sana. Nilitamani nimjibu lakini najua Timo hatunielewa kabisa. Nikasema ya kwamba naomba nipatie muda wa kufikiria Dennis, alafu nitakujibu. Niliposema hivyo Dennis aliachia tabasamu kubwa sana, akasema angalau sio hapana. Angalau kuna mwangazo wa jibu zuri. Asante sana mke wangu. Dennis alisema kwa furaha kubwa isiyoelezeka. Ilizidi kunifanya nijione mkatili sana. Kumfanya mume wangu kuomba ruhusa ili tu kupata nafasi ya kuwa na watoto wake. Nilimwambia kwamba usijali Dennis, sana watoto wako. Sawa, nasubiri jibu lako kwa hamu. Hebu malizia basi maziwa, sababu unaona kama unasinzia. Dennis alinitania hivyo, japo ni kweli nilikuwa nimechoka sana. Nimekaa kwa muda mrefu. Asa Dennis aliniuliza kwamba hivi umeshajua jinsia za watoto? Aliniuliza tulipokuwa kwenye gari akinirudisha hotelini. Nikamwambia kwamba ndio, ni vidume wawili. Sio bure, ninachoka sana. Nilimweleza. Dennis aliachia tabasamu kubwa. Akasema Mungu anipe nini tena? Nimepata kila ninachohitaji. Alisema hivyo kwa furaha. Kwa hiyo tuliendelea kupiga story huku tukifurahi tukielekea hotelini. Yaani unasemaje? Timo alifoka na kurusha ukutani glasi aliyokuwa ameshika mkononi. Nilisisimka mwili mzima na kuanza kutetemeka. Umeenda kukaa na huyo mwanaume wako. Mnatafuta njia kunidharau na kunidhalilisha hadi mkapata, si ndio? Timo aliendelea kufoka bila kujali kuwa nilikuwa nimezungukwa na vipande vya glass na bila shaka nimechanwa na kipande cha glass. Wewe Emily, sinakuuliza. Yaani pamoja na kujitoa kwangu kote na kujituma kwangu kote, kuumwaga moyo wangu kwako, kuwa tayari kufanya chochote ulichotaka. Nimeacha kazi zangu kukusindikiza kumuuguza mume wako wewe. Huoni wewe ni ukichaa kabisa? Lakini yote hayo uyaoni. Bado umeenda kutafuta hadi ukafanikiwa kupata njia kunidhalilisha, si ndio? Asante sana Emily, asante, umeniweza. Asante sana. Timo, ni sio hivyo Timo. Haujajaribu hata kunisikiliza. No. Timo hakuniacha hata nimalize kuongea. Sijawahi kumuona akiwa amekasirika hivi. Sijakusikiliza. Wewe umesema hapa kwamba unataka nikaishi kwenye nyumba ya mwanamume mwenzangu? Au mimi nimesikia vibaya? Kuna kitu cha tofauti na hicho ulichosema? Aliendelea kufoka. Nilibaki kimya sababu niliona kila ninachoongea ni chanzo cha maneno mapya. Tatizo ni nini Emily? Naomba niambie. Tatizo ni pesa. Mbona kwa hizo siku zote tumekuwa na pesa kututosha kuishi? Huyo mume wako ambaye hawezi hata kukuridhisha kitandani lakini bado unamngangania. Umefuata nini kama sio pesa tu? Kuna muda nakutazama na shindo hata kukutambua. Yaani umejishusha hadhi sana sana. Wewe ni wa kwanza kukimbizana na wanaume ambao hawana hata hizo nguvu. Timo aliongea kwa hasira sana. Sijui niliwezaje kuvuka vile vipande vya glasi na kumfikia Timo. Oya, labda kama ungekuwa ni wewe usingefanya, ila mimi siwezi kukubali. Nilimnasa kofi zito Timo. Timo alinitazama tu kwa hasira na kutoka pale chumbani. Nibaki pale na miguu sasa inayotoa damu baada ya kuchanwa na vipande vya glasi. Nilikuwa na hasira, nilikuwa na uchungu na maumivu sana. Lakini zaidi ya vyote nilikuwa nimechoka sana. Nijitahidi na kufika kitandani, nilijiegesha na kulala bila kupandisha miguu yangu kitandani. Nikiwa katika hizo hasira, ujumbe kutoka kwa Dennis uliingia kwenye simu yangu. Alikuwa akiniambia kuwa ananipenda na nibariki siku alioniona kwa mara ya kwanza. Nijikuta nikitabasamu tu na nikiwaza Dennis angefanya nini kama angekuwa hapa. Najua singeniacha hivi.
Lazima angenisafisha miguu yangu, ahakikishe niko vizuri. Lakini hata hivyo Timo namuelewa pia. Sio rahisi kukubali kwenda kuishi kwa mwanaume mwenzako. Of course sio rahisi. Yaani unashusha ufalme. Hata kama ni kwa siku chache tu, unashusha ufalme wako kama mwanaume. Kwa hiyo naelewa kabisa jinsi alivyolichukulia hili swala. Sijui ilikuwaje lakini usingizi ulinichukua. Nikuja kushtuka Timo aliporudi kwa sababu alikuwa amelewa sana. Alipamia meza na kuanza kutukana, lakini aliponiona na miguu iliyokaukia damu alishtuka sana. Alitoka haraka na alirudi na mhudumu ambaye alifagia vile viglasi, kisha akanisaidia kunisafisha miguu na zile sehemu nilizochanika. Baada ya wale wahudumu kumaliza na kutoka, Timo alikuja kupanda kitandani bila hata kuvua viatu. Nilimwambia kwa siri kwamba naomba uvue viatu Timo, usitaki tuanze kugombana usiku. Timo aliongea kama wale wengine tu akisema kwamba kugombana, kwa nini tugombane mpenzi wangu? Mimi nakupenda, siwezi kugombana na wewe. Wewe niambie tu unataka nini? Mimi nitakutii mpenzi wangu. Nikamwambia kwamba mimi nataka tu uvue hivyo viatu basi. Akasema haya, imepita hiyo. Alisema huku sasa kiinuka na kuinama ili avue viatu, lakini alishia kuanguka. Niliachana naye na kugeukia upande mwingine. Sijui ni wakati gani alifanikiwa, lakini alipopanda kitandani alikuwa amevua viatu vyake. Kulipokucha nilikuwa bado na uchovu, hasira na nilihisi kama ninaweza kuchanganyikiwa muda wote. Timo alikuwa amelala na koroma pembeni yangu. Niliamka na kuingia bafuni kuoga, kisha nikavaa nguo na kutoka. Leo nilitaka kwenda kula mgawani sababu pale chumbani palinuka pombe tu na niliona kama kutoka nje kutanisaidia kufikiria vizuri zaidi. Mpaka nilipomaliza na kurudi chumbani, nilimkuta Timo akitoka kuoga. Bado nilikuwa na hasira sana. Hata yeye mwenyewe hakunisemesha kitu, hivyo kulikuwa na ukimya tu, kila mtu akifanya mambo yake. Niliamua kwenda kuoga tena sababu sikuona cha kufanya na nimechoka na nina jasho sana. Nikiwa bafuni, sijui hata ni wakati gani Timo aliingia. Nilishangaa tu akija kunikumbatia kwa mgongoni, akisema kwamba mpenzi wangu, mimi siwezi maisha hivi kutokuongea na wewe. Nakupenda sana Emil. Lakini kuna wakati unanikosea, Mimi nakiri kuwa sikutakiwa kuwa vile jana. Ilikuwa ni hasira tu. Mimi niko tayari kukusikiliza sasa mpenzi wangu. Timo alisema hivyo huku akinisugua mgongo taratibu. Lakini kwa mara ya kwanza kitendo kile hakikunipa furaha. Nilijisikia kama vile mimi ni msaliti mkubwa. Badala ya kuwaza kilichokuwa kinaendelea kwa wakati ule na maneno mazito aliyoyaongea Timo, badala yake akili yangu yote ilikuwa kwa Dennis. Nijikuta nikiwaza kitu ambacho Dennis angekuwa anakifanya wakati huu. Sidhani kama muda huu atakuwa na mwanamke mwingine bafuni akisuguliwa mgongo. Dennis ananisubiria mimi tu. Asa kwa nini namfanyia hivi? Asa Timo alisema kwamba Emily, hivi unanisikia mpenzi wangu? Nikasema ndio, nimekuelewa Timo. Nilimwambia sasa nikijaribu kujitoa mikononi mwake. Na kisha nilimwambia kwamba wewe nenda tu, namalizia kuoga na kuja. Nilimweleza hivyo huku sasa mimi nikisogea kwenye bomba la mvua kwa ajili ya kujisuza. Timo hakusema kitu, alinawa mikono yake na kutoka bafuni. Nilichukua muda zaidi bafuni kisha nikatoka. Hata nilipojitahidi kutabasamu, hakuna tabasamu lililotokea. Nilikuwa na uzito wa tofauti mkubwa sana moyoni mwangu. Wakati uliopita nilikuwa na furaha kidogo nikiwa na Timo, lakini kwa sasa kila wakati nikiwa naye najiona msaliti. Tena kila akinifanyia jambo jema nazidi kujisikia vibaya zaidi. Nilipotoka bafuni nilimkuta Timo amekaa tu kitandani kama vile anawaza. Nilimweleza kwamba kusema kweli najisikia vibaya sana Timo. Ninaona nimemnyima Dennis nafasi ya kuwa na watoto wake kwa hicho kipindi chote. Hivyo nimeamua kukubali wazo lake. Kama litampa nafasi ya kuwa na watoto wake angalau kidogo, basi itamfurahisha moyo wangu nikiweza kumpa hiyo nafasi. Nilimweleza hivyo na kujikalisha kitandani bila hata kujifuta maji. Timo akasema kwamba naomba nikuulize swali moja na usinidanganye Emily. Nilimwambia sawa, uliza chochote. Nilimwambia, lakini nilijikuta sasa nikiyajutia maneno yangu haraka sana. Basi jamaa akaniuliza kwamba vipi nampenda Dennis. Hilo swali lake linifanya nihisi kama nashindwa kupumua. Naweza kumueleza kuwa sijui, lakini jibu la kweli lipo kwenye ulimi wangu. Japo sikusema hilo. Hapana, si niko na wewe Timo. Nijifanya kumuuliza na yeye pia ili tu kupotezea hii hali ninayojisikia kwa muda huo. Asa Timo aliendelea kuniuliza kwamba una uhakika kuwa sababu pekee na kupeleka kwenda huko kwa Dennis ni ili tu apate nafasi ya kuwa na watoto wake? Ya, hiyo ndio sababu pekee Timo. Sasa sababu gani tena nyingine? Nilimuuliza tena ili kupotezea. Asa Timo alinitazama kwa muda kidogo, kisha akageuka na kuendelea kutumia simu yake. Hakunisemesha chochote. Nilibaki pale pembeni yake nikiwa nimekaa tu. Baada ya kushangaa kidogo niliamua kulala sababu Timo hakutaka kuniongelesha.
Na mimi mwenyewe kwanza nilitamani kumsemesha, lakini najua itakuwa mwanzo wa ugomvi. Hivyo niliamua kulala tu. Nilikuja kuamshwa na simu yangu inayoita. Nilipoona jina la Dennis nijikuta nikifurahi sana. Timo alikuwa amelala pembeni yangu. Basi Dennis alilalamika nilipopokea tu simu akisema kwamba Emily, mke wangu, nimesubiri jibu lako leo siku nzima hadi nikaamua nikupigie mwenyewe. Naomba nisamehe Dennis, siku ya leo nimekaa kiuchovu sana. Bila samani mke wangu, naelewa watoto lazima wakuchoshe. Kwa hiyo hilo halina shida kabisa, Niambie, nimwambie Mama Agnes akuandalie nini? Oh, Mama Agnes bado yupo? Niliuliza kidogo nikiwa na tabasamu. Ni msaidizi ambaye alikuwa anakuja na kufanya usafi na kupika. Anapika chakula kizuri sana. Atenda wapi sasa? Hata mwenyewe amekumbuka sana. Nilipomwambia upo mjini kila siku alikuwa ananiulizia tu kuhusu wewe. Wewe niambie tu lini unakuja na mimi nitakuandalia chakula kwa furaha. Kesho mwambie niandalie tu nyama nzuri ya kukausha, kesho nitakuja. Sawa, siweza hata kidogo. Kilo ngapi unataka mke wangu? Dennis bwana, unajua atasili sana. Atengeze tu kiasi. Sawa, hamna shida. Nitachagua mimi basi. Asante sana kwa kunielewa Emil. Naamini hautajutia hili. Dennis aliniambia hivyo. Niliitikia kwa furaha na kumwaga, kisha nikakata simu na kuiweka kwenye meza iliyokuwa pembeni ya kitanda. Nilipogeuka ili kulala vizuri, nilishtuka kumkuta Timo amekaa huku akinitazama kwa hasira sana. Unashangaa nini sasa? Si ndio mambo hivyo? Sawa, hakuna shida. Mimi nitafuata tu sababu mimi nakupenda wewe hapo. Na Mondo ushaamua, kwa hiyo sina pa kwenda Emil. Timo aliongea kwa huruma sana hadi nafsi yangu ilijisikia vibaya. Kusema kweli, wakati huu nilitamani hata Timo aseme mwenyewe kuwa anaachana na mimi. Najua lazima nitumie, lakini nitapata nafuu haraka. Najua kama nikimwambia mimi atavunjika moyo zaidi na siko tayari kumfanyia hivyo. Timo, asante sana. Mimi sijui hata niseme nini, lakini hili ni jambo kubwa sana kwangu. Nilimweleza. Timo alitabasamu kidogo, lakini alikuwa tabasamu la furaha. Timo akasema, chochote kwa ajili yako mpenzi wangu. Alisema hivyo huku sasa akiuchukua mkono wangu. Badala ya kufurahi, moyo wangu uliuma. Niliona kama hii sio haki pia. Nilianza kuhisi kuchanganyikiwa, sijui nifanye nini ili niweze kuwa na amani kidogo. Angalau nipata aweni ya moyo wangu. Sasa kabla hata sijasema kitu, Timo alishuka kitandani na kuniambia tujiandae ili tuende kupata chakula cha jioni. Nilinuka haraka, kitu kilichofanya nishtue mguu wangu. Timo alikuja haraka na kunidaka. Alisema ya kwamba hebu kaa kwanza kitandani mpenzi. Alisema hivyo sasa akinikalisha taratibu. Nimueleza Timo ya kwamba kuna shida Timo, nimeinuka vibaya tu. Nilimweleza lakini hakutaka kunielewa. Akasema hakuna kitu kama hicho bana. Nyinyi wanawake mnajifanyaga wagumu. Hebu tulia kwanza hapa, nakuletea chakula. No Timo, nimechoka kaa ndani. Niko ndani leo siku nzima. Nataka niende tu ule upande wa nyama choma. Nichague kipande kikubwa kabisa. Nilalamika hivyo. Timo akasema kwamba basi ngoja nikuinue taratibu kisha tutaelewa kuanzia hapo. Basi aliniambia hivyo na kunisaidia kuinuka taratibu kisha tukatoka tukielekea huko. Huku sasa akiendelea kunitania. Kulipokucha nilikuwa na furaha sana. Yaani japo nilijitahidi kuficha lakini furaha haifichiki. Niliamka na kuanza kupaki nguo kwenye begi. Tena kwa furaha sana. Kwa bahati nzuri Timo aliitiwa kazi. Hivyo aliondoka asubuhi, japokuwa aliniambia nimsubiri hadi arudi ndipo tuondoke wote kwenda kwa Dennis. Sasa Timo alipofika sikumpa hata nafasi ya kukaa. Tulinuka moja kwa moja na kwenda kurudisha funguo za chumba chetu, kisha tukatafuta usafiri wa kutupeleka nyumbani kwa Dennis. Kutokana na kuwa tuliishi kule na hakukuwa na haja ya kuelekezwa chochote, nilifanya vizuri hiyo kazi hadi tukafika getini, ambapo mlinzi aliponiona tu alifungua geti kwa furaha. Mpaka tunashuka kwenye gari, Timo alikuwa anashangaa tu. Nilimuelewa sababu hata mara ya kwanza mimi kuja hapa nilishangaa sana. Wakati huo sasa tukiendelea kushangaa pale nje, Dennis alifungua mlango na kutoka ndani huku sasa akiwa na tabasamu kubwa, lakini tabasamu lake lilikatishwa macho yake alipodondokea kwa Timo, ambaye wakati huu alikuwa akichukua mabegi yetu ambayo yalikuwa chini. Karibuni sana Emily, mke wangu. Karibu sana mpenzi wangu, Dennis alisema huku sasa akinipa mkono na kunitazama kwa tabasamu. Nijikuta nikiachia tabasamu pia, lakini Timo alikohoa kidogo na kutufanya sasa tuache kushangaana. Oh, Mr. Timothy, karibu sana.
Dennis alisema, lakini hili tabasamu lake halikuwa na furaha hata kidogo. Timo alitikia tu asante sana. Timo alisema hivyo, lakini hata yeye hakuonekana kuwa na furaha. Kila mmoja alikuwa anamtazama mwenzake machoni kwa hasira. Dennis, Mama Agnes yupo? Niliuliza ili kuwatoa kwenye mashindano ya macho. Baada ya kusikia sauti yangu, waliachiana kila mmoja akiangalia pembeni. Oh, Mama Agnes yupo na ameshaandaa nyama kama ulivyotaka mpenzi. No, nataka kumuona, si yuko jikoni? Niliuliza kwa furaha, ni muda mrefu sana sijamuona. Atakuwa wapi sasa mke wangu? Wewe nenda jikoni na kusubiri. Hapa ni kwako kwa ujisikie huru kabisa. Nitamuonesha bwana Timothy hapa chumbani kwake. Dennis alisema hivyo. Nilikuwa nimeanza kuondoka lakini nilimkumbuka Timo. Utakuwa sawa nikikuacha? Nilimuuliza. Timo ambaye sasa alikuwa amekunja sura muda wote tangu tufike, alicheza tabasamu kubwa sana. Akasema kwamba nitakuwa sawa kabisa mpenzi, wewe nenda tu ukale, mimi utanikuta tu. Timo aliniambia kwa kitabasamu. Anyway, wewe nenda tu mke wangu, usiwe na wasiwasi, sisi ni wanaume hatushindani. Dennis alisema sasa akimsaidia Timo kubeba begi moja. Baada ya kujiridhisha, niliwaacha hapo na kuingia ndani. Kisha nikapitiliza jikoni moja kwa moja. Mama Agnes alivyoniona, alifurahi sana, aliniwao kwa furaha sana na mshangao. Nadhani Dennis hakumwambia kuwa mimi ni mjamzito. Basi nilimsalimia pale kwa furaha, nikamwambia mama shikamoo, unaendeleaje? Akasema marhaba mrembo, mimi mzima kabisa, hongera sana jamani. Ndio miezi mingapi sasa? Nikasema bado kama wiki moja na nusu niingie miezi 7. Nilimweleza hivyo naye akasema kwamba jamani, basi mtoto wako atakuwa na afya sana. Nikasema amna, wako wawili. Nilimweleza na kumuona kibaki mdomo wazi. Alimvuta na kunikumbatia akasema kwamba sio bure jamani, Dennis amekuwa na furaha sana kipindi hiki. Hongereni sana bwana, kwa hiyo umekuwa mama wawili, alisema kwa furaha huku akiniachia. Nami nilicheka tu huku sasa nikisema wewe acha tu, huyu mama wawili anasikia njaa. Basi akaniambia kwamba yani hapo wala usiwaze mrembo, usiwaze kabisa, wewe nenda tu kakae mezani, mimi naleta chakula haraka sana na nimekaushia viazi, kwa hiyo natumaini utavipenda pia. Nikasema nitakula yani leo nitakula sana hadi niwe kama puto, sijui yani umejuaje, yani umegusa moyo wangu. Nilimwambia kwa furaha sasa nikielekea sebuleni. Mpaka nilipofika sebuleni nilishasahau kila kitu, akili yangu yote ilikuwa kwenye hizo nyama nilizoahidiwa kupatiwa. Baada ya kukaa vizuri mezani, nilishangaa kumwona Timo akitokezea kwa hasira huku akifuatiwa na Dennis anayetabasamu. Kama isingekuwa sahani ya nyama na viazi iliyoletwa na mama Agnes, ningetulia na kuanza kuuliza shida ni nini. Lakini baada ya kuona chakula niliamua kuwapa wanangu kipaumbele. Lakini moyoni nilidhamiria kuongea na Dennis ili kuweka kila kitu sawa. Lakini nilipomaliza tu kula, Dennis aliniwahi kwa kuomba kuongea na mimi. Nilimfuata hadi koridoni ambapo tulifika na kusimama, kisha kanigeukia. Nitaka nikwambie nimeshakuandalia maji ya kuoga, nataka ukimaliza kuoga nikukande miguu. Nijikuta ningepata guumizi kidogo. Dennis, hebu niambie, yani kitu gani ulichowaza kichwani mwako? Unamaanisha nini mke wangu? Namaanisha ni kwenye hicho kichwa chako ulikuwa na picha gani juu yetu? Yani ulidhani nikija hapa nini kitatokea? Nijikuta nikimuuliza kwa hasira kidogo. Jamani, wewe si ni mke wangu. Mimi nilichowaza ni kuwa mambo yatarudi kama kawaida kwa sababu mke wangu amerudi nyumbani. Unajua Dennis, kuna wakati unanikosea sana. Kwa hiyo yani umedhani mimi kuja hapa kwako ndo nimekubali na kusahau kila kitu? Hakuna kilichobadilika. Mimi sijasahau chochote kilichotokea. Na kama utashindwa kumheshimu Timo, mwanaume ambaye ametunza watoto wako kipindi chote hiki, usitegemee mimi kuweza kubaki kwenye nyumba. Msikilizaji, hasira sijui zilikuwa zinatokea wapi, lakini nilimjibu kwa hasira sana. Dennis hakuongea chochote, alinitazama kwa hasira kisha akaingia chumbani kwake na kubamiza mlango. Baada ya Dennis kutoka pale, nilijikuta nikianza kujisikia vibaya. Nilisogea na kumgongea lakini hakufungua mlango. Wakati nikiendelea kugonga pale, Timo alitokeza na kunitazama kwa hasira lakini hakunisemesha kitu. Alishia tu kupitiliza kwenye chumba ambacho ninaamini tunalala. Asa moyoni nilitamani kumfuata lakini bado moyo wangu ulitaka kumuomba msamaha Dennis. Baada ya kugonga muda mrefu nilianza kukata tamaa. Kabla sijageuka kuondoka, Dennis alifungua mlango na kunipita kama vile anioni. Yaani kama hakuniona vile. Nijaribu kumfuata sebuleni lakini niliambulia kuona mlango kibamizo. Basi mama Agnes akasema usijali mrembo, unamjua Dennis hasira zake zikisha tu lazima arudi.
Agnes ambaye alikuwa akitenga chakula mezani aliniambia hivyo. Nimuitikia tu kwa kichwa. Baada ya kumaliza kutenga chakula cha hao wanaume wawili, aliniaga na kurudi nyumbani kwake. Mimi sikuweza kubaki pale sebuleni na kumsubiri kwa matumaini. Hivyo niliamua kuelekea chumbani ambapo Timo alikuwa amejilaza kitandani kwa mgongo. Alikuwa akitazama paa, lakini ni kama vile alikuwa anawaza kitu. Nilitamani kumuuliza, lakini niliona itakuwa mwanzo wa ugomvi mwingine. Hivyo nilitulia kidogo, lakini nilipokumbuka kuwa chakula kipo mezani ilimbidi niongee tu. Nimwambia kwamba Timo, chakula kipo mezani tayari, karibu ule. Aligeuka na kunitazama kwa hasira akasema kwamba sina njaa mimi bwana, nenda ukale na mume wako. Alisema kwa hasira. Nilitamani kumjibu, lakini sasa nilijua kabisa itakuwa mwanzo wa ugomvi mwingine. Nilitulia na kuelekea bafuni kwa ajili ya kuoga. Kwa mara ya kwanza Timo hakuja kunisaidia kunisugua mgongo wala miguu. Nilipomaliza kuoga, nijifuta vizuri na kupanda kitandani kwa ajili ya kulala. Timo alikuwa amekaa akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Hasa mimi nilishtuka asubuhi nikiwa mwenyewe kitandani. Na hapo ni baada ya kuamka vizuri tu ndipo niliona ujumbe wa Timo kuwa ameenda kumalizia kazi ya jana. Niliamka na kujinyosha vizuri, lakini mwili wote ni kama ulikuwa kiuma. Baada ya kujivuta sana, niliamua kuoga ili kupunguza uchovu. Na baada ya kuoga nilitoka chumbani na kuelekea jikoni nikitegemea kumkuta mama Agnes ameshafika, lakini nilishia kukutana na Dennis ambaye ndo alikuwa akirudi asubuhi ile. Na nilijaribu kumsalimia lakini hakuitikia. Nilihisi kama moyo wangu unawaka moto. Mama Agnes amesema hataweza kufika leo, amepata dharura. Kuna kitu chochote unachohitaji nikuagizie? Aliniuliza bila hata kunitazama. Nikasema kwamba hamna, mimi niko sawa. Nilimweleza hivyo. Aliitikia tu kwa kichwa na kuelekea chumbani kwake. Moyo wangu uliuma sana. Nilitaka kumuomba Dennis msamaha. Maneno yangu ya jana hayakuwa mazuri hata kidogo. Nimemkosea sana na siwezi kuishi na Dennis akiwa hivi. Sijawahi kumuona Dennis amekasirika kufikia hatua ya kutotaka kuzungumza na mimi. Sasa baada ya kuosha vyombo na kupata kifungua kinywa mwenyewe, nilikuwa nimeshapata wazo zuri la jinsi ya kumuomba msamaha Dennis, na ninaamini atalifurahia. Msikilizaji, kwa kufikia hapa, maamuzi aliyoyachukua Emil, naomba uniambie kwenye comment, yupo sahihi ama hayupo sahihi, na uniambie sababu ni kwa nini kama yupo sahihi ama na kwa nini hayupo sahihi. Kwa kitendo cha kumchukua Timo kwenda kuishi, yani kuondoka naye kwenda kukaa sehemu pamoja na huyo baba wa mtoto wake. Japo tumeona ya kwamba ni kama mazungumzo yaliyofanyika nje hatujajua mpaka sasa hivi yaliyosababisha Timo arejee ndani akiwa amekasirika sana, lakini Dennis akiwa yupo okay. Na Emily ameonyesha kwamba kufika kwake hapo kulikuwa hakumaanishi kwamba ndo yani amerudiana na Dennis, kwamba hataki kufanywa kutritiwa kama mke. Sasa baada ya Dennis kujua hili ameonyesha ukasirika sana. Sasa Emil tukumbuke ya kwamba alikuwa anatamani sana pia kurejea kwa Dennis. Na hata Timo alipoonyesha kumkataza, bado Emil alimsisitiza Timo kwamba huyu ni baba wa wanangu. Tukumbuke mpaka Emil ameshamchapa Timo kofi kwa sababu tu ya Timo kupandwa na hasira na kumwongelea Dennis vibaya. Emil kashamcharaza kofi Timo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba bado mtu unampenda. Lakini sasa amefika hapo bado anaonekana kukaza ili kulinda furaha nani ya Timo. Ataishi vipi na hawa watu ndani ya hii nyumba? Au ndo ameamua kuwa na wote wawili, kwamba mmoja ni kwa ajili ya show mwingine kwa ajili ya pesa Emily, mimi nimemnyoshia mikono. Sijajua kwako wewe umemchukulia vipi, mimi sielewi. Mimi naweza nikasema labda ni mimi ndo namfanya hivi, lakini hapana. Ni mtu mzima na akili zake tu. Kwa hiyo sijajua wewe unamfikiria vipi Emily? Yupo sahihi ama hayupo sahihi? Na je, hilo wazo alilolipata ni wazo gani? Na kama amefikiria kwenda kumpatia penzi Dennis ili aweze kumtuliza hasira, wewe muda huo Timo anakuwa wapi? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Kumbuka muda wote ulikuwa nami Lucas Lumbas, na mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni dada yetu Chuchu. God be with you till we meet again. Bye bye.